kudai ardhi hiyo, wakielezea kama mali ya mababu zao. Wakiongozwa na Samuel Cheruiyot, wamiliki hao wapya wamedai serikali iliwagawia ardhi hiyo mwaka wa 2008 na kwamba tangu wakati huo wamekuwa wakitafuta haki za umiliki halali wa kifurushi hicho cha ardhi. Akizungumza katika eneo linalozozaniwa, Cheruiyot amesema mahakama ya mazingira na ardhi huko Kericho katika uamuzi uliotolewa Februari 17 mwaka huu iliwadhibitishia kuwa wamiliki halisi wa mali hiyo katika kesi inayohusu kampuni ya chai ya Lipton ambayo sasa inahudumu kama Browns Plantation. Tulipata kutoka kwa serikali, tulipewa rasmi na sisi ndio wamiliki wenyewe. Mwaka gani? 2008 ndio tulipewa rasmi shamba, na tumekuwa tukingangana na watu wa Brown wakitaka kusongesha mpaka tunawasongesha mpaka dakika ya mwisho. Tukapata kodota, kesi ikaisha kotini na tukaambiwa mpaka yenu ni hapa juu, na kutoka hapo juu kwenda pande hii hapa, hii area ya Sambure ni shamba letu ambaye hatuna upishi na mtu yeyote. Kwa hivyo I will continue as the court order. Nitaendelea kwa vile koti imenikubalia kwamba niendelee nifanye fencing kwa shamba yetu. So kuanzia saa hizi nitaendelea kufanya kazi. Nitaendelea kufanya kazi, na mtu yeyote ambaye atakuja kunisumbua ama kuingililia kati, kama kuna mtu ako na swali aende kotini ama aende kwa polisi anistaki kama sina haki kukaa mahali hapa, na wazee wetu kama hawana haki wakae hapa. Sisi tumetabika na vile juzi tulienda mpaka tukamaliza hii maneno ya kotini na kila kitu.